Niwakaribisha sana waandishi wa habari siku ya leo ambayo tunaenda kuzindua mashindano kama mnavyoona hapa yanayokwenda kwa jina la Mwamengo Jimbo Cup 2026 ambayo kwa ujumla yanahusisha timu 110 ambazo ziko ndani ya jimbo la Kyela. Mashindano hayo tumeanzisha kwa malengo maalum kama vile ambavyo tunasema amani ndiyo maendeleo yetu. Kwa hiyo katika kuwaweka vijana pamoja tukalazimika au tukashawishiwa kuanzisha mashindano haya. Lakini kabla ya kwenda mbele zaidi, kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha kufika siku ya leo na kuanzisha mashindano haya. Lakini pia nishukuru serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni kinara, sisi tunamuita shabiki namba 1 wa timu zetu za taifa na hasa katika michezo. Yeye ndio mwana michezo namba 1. Kwa hiyo sisi katika kuunga mkono juhudi za serikali, leo mnaenda kuona haya mashindano ambayo yanahusisha timu 110 za ndani ya jimbo la Kyela. Lakini kikubwa zaidi ambacho malengo makubwa ya kuanzisha ligi hii ni kuwaunganisha vijana pamoja katika kuleta amani, lakini pia mshikamano, lakini pia katika kutafuta vipaji, muendelezo wa vipaji ya vijana, kwa sababu michezo sasa hivi ni ajira. Lakini pia mmeona maeneo haya wananchi mbalimbali wamefurahia pamoja, kwa hiyo pia wanaongeza umri wa kuishi. Wanasema ukifurahi na umri wa kuishi pia unafurahi. Kwa hiyo mimi nadhani kama mbunge nikaamua kuanzisha haya mashindano ili kuleta hamasa kwa vijana kuwa pamoja katika msimu huu baada ya mavuno na kiangazi hii. Ndio maana leo mnaona tunazindua haya mashindano. Lakini kikubwa zaidi pia mnafahamu kabisa kwa mwakani tuna mashindano ya AFCON ambayo Tanzania ni mwenyeji pia katika hizi nchi zilizoandaa mashindano. Kwa katika kuanikiza jambo hilo na kuendeleza mwendelezo ule wa mashindano na kutafuta vipaji vya vijana, tukaona katika mashindano haya tuweze kuweka pamoja vijana wa jimbo hili la Kyela waweze kushindana na kucheza kwa pamoja. Mashindano haya yanahusisha timu hizo nilizosema 110 ambazo zote mpaka sasa hivi zimepata mipira kwa upande wa zawadi. Lakini pia mashindano haya yatakuwa na donge nono la mshindi wa kwanza atapata shilingi milioni 5, mshindi wa pili atapata shilingi milioni 2, mshindi wa 3 atapata milioni 1 na mshindi wa 4 atapata shilingi 500,000. Lakini mashindano haya pia yanatoa zawadi kwa wale 16 bora. Kila mmoja itapata seti moja ya jezi. Lakini pia mashindano haya mchezaji bora atapata zawadi, refa bora atapata zawadi, mfungaji bora atapata zawadi na golikipa bora atapata zawadi. Hii yote ni kuhamasisha vijana kuwaweka pamoja. Lakini pia timu bora itapata zawadi. Hii ni kuhamasisha vijana kuwa na moyo wa kufurahia michezo, lakini kuungana pamoja amani. Tunaamini kabisa kupitia michezo hii vijana watakaa pamoja na kudumisha amani na upendo miongoni mwao. Asante sana. Sisi tunaamini kwa sababu mtakuwa mashuhuda nyewe, mwaka huu mtaona kabisa kwa katika bingwa wa mkoa wa Mbeya alikuwa ametoka ndani ya jimbo la Kyela, ndani ya wilaya ya Kyela, ambao ni Kyela Talent, ambao leo wanacheza hapa, na kwa heshima hiyo ya kuwa mabingwa wa mkoa leo wameweka kwenye ngao ya hisani. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwa kupitia kuendeleza michezo hii, na hii michezo tukija kufikia kwenye hatua ya robo fainali, utaona tumeandaa watu na makocha mbalimbali ambao watakuja kuanza kuona vipaji vya wana Kyela ambao vijana wetu wanaocheza mchezo mzuri ili kuendeleza zaidi na kwenda ngazi ya mkoa, ikiwezekana kwenda ngazi ya kitaifa. Mtaona katika uchaguzi wa juzi wa timu za vijana kuna baadhi ya vijana wametoka kwenye Kyela Talent. Kwa hiyo tunaamini kabisa katika kuendeleza na kuisukuma maendeleo ya michezo ndani ya jimbo la Kyela, tunaamini kupitia michezo hii itaongeza nguvu na ari na moyo wa wachezaji na vijana wetu kuungana pamoja na kucheza mpira mzuri sana. Na kurudisha lile swali lako uliosema miaka ya nyuma wachezaji bora walikuwa wanatoka Kyela, tunaamini ndani ya michezo hii tutapata wachezaji wazuri na wataendeleza vipaji vile walivyonavyo kwa kadiri ambavyo tunaendelea kuwadhamini na kuwawezesha ili waingie katika uchezaji ulio mzuri. Kyela kwa namna moja au nyingine namshukuru sana Mheshimiwa mbunge wa jimbo letu Mheshimiwa Baraka Ulimboka Mwamengo kwa namna ambavyo ameleta hii Mwamengo Cup, na imekuwa ni
tuseme kwa wilaya ya Kyela vijana wengi wamekuwa wakipenda sana mpira. Kwa hiyo kupitia timu hizi au kupitia mashindano haya kwa namna moja au nyingine, kwanza tunaibua vipaji, lakini pia kwa wale ambao walikuwa labda wana mashaka na vipaji vyao, sasa ni muda pekee wa kujitokeza kushindana katika timu hizi, na uzuri ameshirikisha katika kata zote. Kwa hiyo sisi tunamshukuru sana Mheshimiwa Mbunge kupitia mashindano haya, kwa sababu tunaibua vipaji mbalimbali na tuseme tu vijana wetu wengi ambao wanacheza mpira pale ambako wanakosa fursa kama hii, unakuta wanakimbilia maeneo mengine kwenda kupambania vipaji vyao. Kwa hiyo sisi tunamshukuru kwa sababu kupitia haya mashindano sasa vijana wetu wamepata sehemu ya kwenda kuonyesha vipaji vyao, lakini pia ni sehemu pia ya kwenda kushindana na kuona katika wilaya yetu ni wapi ambako kuna timu ambazo zimekaa vizuri, na inatusaidia kwa sababu hata sisi tunapokuwa tunaenda kushindana mashindano ya kiwilaya tunakuwa tunajua wapi tunapata wale vijana ambao wako vizuri katika mpira. Lakini sambamba na hilo, kupitia mashindano haya kama ukiangalia mechi ya ufunguzi ilikuwa ni Polisi FC pamoja na Basai FC. Kwanza tunajenga mashirikiano kati ya vyombo vya ulinzi na usalama pamoja na wananchi, lakini sambamba na hilo kupitia mashindano haya tunatengeneza umoja. Hapa tumechanganyika wananchi wote pamoja na kamati ya ulinzi na usalama tuko hapa. Lengo ni kuhakikisha kwamba kunakuwa na mashirikiano. Kama ambavyo tunajua kazi ya kulinda wilaya sio ya labda kusema polisi peke yake, ni ya wananchi wote, ni jukumu langu na lako. Kwa hiyo kupitia mashindano haya pia tunajenga mashirikiano kati ya wananchi. Kwa hiyo ni fursa nzuri ambayo inatuleta wananchi wote wa wilaya ya Kyela pamoja, lakini ni sehemu nzuri pia ya kufurahi, ya kuchangamana, lakini pia ya kujuliana hali sisi wote katika wilaya yetu. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Mbunge, lakini na wananchi wote ambao wamejitokeza kuja kushiriki, lakini pia kuja kushangilia na kuja kuangalia mechi hii. Ni sehemu moja, kwa sababu ukiangalia kauli mbiu yake inakwambia amani yetu ndio maendeleo yetu, kwamba tutunze amani yetu ili kuleta maendeleo ndani ya wilaya yetu. Kwa hiyo tunamshukuru sana, na niendelee kusisitiza na kuwaomba wengine wengi waweze kujitokeza kuleta mashindano mbalimbali ya mpira. Vijana wa Kyela wanapenda sana mpira. Kwa hiyo ninaamini wakija watu wengine wengi kuja kuanzisha mashindano mbalimbali itasaidia kukuza vipaji za vijana wa Kyela badala ya wao kukimbilia sehemu nyingine. Asante. Fania Jumbe ni afisa michezo wilaya ya Kyela. Mashindano kama haya ambayo yameanzishwa na mbunge wa jimbo la Kyela Mheshimiwa Baraka Ulimboka Mwamengo, yakijulikana kwa jina la Mwamengo Jimbo Cup 2026, yana mchango mkubwa sana katika kuendeleza vipaji katika wilaya yetu ya Kyela, lakini pia kuinua kiuchumi vijana wetu katika wilaya ya Kyela na wananchi kwa jumla. Hapa zinashiriki zaidi ya timu 100 katika mashindano haya, hivyo vijana wengi wanapata nafasi ya kuweza kuonyesha vipaji vyao kupitia vilabu mbalimbali ambavyo vinashiriki hapa. Ukumbuke pia mashindano haya yanafanyika mwezi wa 7 kuelekea mwezi wa 8, ambacho ni kipindi cha usajili wa timu mbalimbali za ligi kuu, na nikuhakikisheni tu kwamba kuna timu mbalimbali za ligi kuu zilizoko mkoani Mbeya na hata nje ya mkoa wa Mbeya ambazo zimetuma scouts wao kuja kutizama vipaji katika wilaya yetu ya Kyela. Kwa hiyo kuna vijana ambao inawezekana mashindano haya yakawa nafasi yao ya kuweza kuonekana timu ambazo zinacheza ligi kuu, ligi daraja la kwanza na maeneo mengine, na kuwa ajira kwao ya kudumu. Kwa hiyo na kuna vijana wengine wako huko wanacheza. Kwa mfano kuna kijana mmoja yuko hapa Kyela Talent, ni kijana ambaye ameitwa kwenye timu za taifa za vijana under 20 akijulikana kwa jina la John Leonard. Yupo kwenye mashindano haya na ameonekana tu kupitia mashindano ndani ya wilaya, akaenda Kigoma kwenye mashindano ya TFF ya kanda akaonekana. Kwa hiyo ni sehemu ambayo vijana wengi wanaonyesha vipaji vyao, lakini pia wanaweza kupata nafasi ya kuibuka kucheza ligi kuu na hata ligi daraja la kwanza. Kwa hiyo nitoe tu rai kwa wadau wengine, sio mbunge tu. Mbunge ameweza kujitoa katika hatua hii, lakini wadau wengine pia tunaomba jitoe kama vile wanafanya mbunge wetu wa jimbo la Kyela Mheshimiwa Baraka Ulimboka Mwamengo, kuweza kuanzisha mashindano mbalimbali ili kuweza kukuza michezo katika wilaya ya Kyela na kuendeleza vipaji vya vijana wetu. Kumbuka ni kuhakikishie tu vijana wengi wa Kyela wanapumua mpira, wanapenda michezo na wanapenda mpira. Kwa hiyo ni wasii sana wa wadau wengine waige mfano wa Mheshimiwa Baraka Ulimboka Mwamengo kuanzisha ligi mbalimbali na matamasha mbalimbali ya michezo ili kuendeleza vipaji katika wilaya yetu ya Kyela. Majina anaitwa Mpoki Chata Mwaifunga, mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu wilaya ya Kyela. Kwanza nishukuru, leo tuko kwenye mechi ya hisani, kwa maana mechi ya ufunguzi ambayo imekutanisha timu mbili, Isuba FC dhidi ya Kyela Talent, na mechi hii ni kiashiria
cha kuanza kwa mashindano makubwa ya Mwamengo Jimbo Cup 2026. Nipongeze mwandaaji wa mashindano, uratibu ni mzuri, mechi imeanza vizuri, watu wamejitokeza kwa wingi. Kwa ni dalili nzuri kwa sababu siku zote wanasema nyota njema huwa inaonekana asubuhi. Lakini pili, michuano hii tunategemea vipaji mbalimbali vitavumbuliwa. Tumezoea kwenye ligi nyingi ambazo zimewahi andaliwa huko nyuma, timu shiriki huwa zinakuwa 60, huwa zinakuwa 50, sometimes huwa zinakuwa 32, lakini awamu hii kwa mara ya kwanza ndio ligi ambayo imehusisha timu nyingi sana, kwa maana timu 110. Kwa maana hiyo itatoa fursa kwa vijana wadogo wenye umri mdogo ambao walikuwa hawapati nafasi pale ambapo timu chache zilikuwa zinashiriki na wao kuonekana, hatimaye vipaji vyao vitaibuliwa na kuvumbuliwa. Lakini pia nitoe rai kwa wapenzi wa mpira wa miguu wilaya ya Kyela watoe ushirikiano. Ili mchezo huu wa mpira wa miguu ufane, basi na tutegemea sisi watazamaji na watu ambao tutakuwa tunajitokeza uwanjani. Kwa hiyo asanteni sana, karibuni wakati mwingine, lakini sisi kama chama cha mpira wa miguu wilaya ya Kyela tuko tayari kutoa ushirikiano kwa mwandaaji wa mashindano kuhakikisha mashindano haya yanafana na yanafanyika kwa kufuata taratibu zote za mpira wa miguu za mpira wa miguu. Asante. Kwa majina naitwa Aidan Mwasampeta alimaarufu kwa jina la Puyo. Mimi ndiye mratibu wa mashindano ya Mwamengo Jimbo Cup, mashindano ambayo yamedhaminiwa na mbunge wa jimbo la Kyela Mheshimiwa Baraka Ulimboka Mwamengo. Mashindano haya kwanza 2024 yaliendeshwa aliendesha kabla ya mbunge, ilikuwa inaitwa Dr. Samia Kyela Super Cup ambapo tulikuwa na timu 64. Mwaka huu 2026 tuna timu 110, ukanda wa Ntebela, tarafa Ntebela timu 48, tarafa ya Unyakyusa timu 62. Jumla utapata timu 110. Na timu zote 110 Mheshimiwa mbunge amezipatia mpira mmoja kwa ajili ya mashindano haya ambayo leo anazinduliwa, lakini yanaenda kuanza rasmi tarehe 20 mwezi wa 7 2026 katika viwanja mbalimbali. Tuna makundi A, B, C, D mpaka E, makundi matano, ambapo ukanda wa tarafa Ntebela tutatoa timu 8, ukanda tarafa Unyakyusa tutatoa timu 8, ambapo timu zote hizo 16 zitapata zawadi za jezi seti moja. Lakini zawadi za mashindano, mshindi wa kwanza anakwenda kupata milioni 5, mshindi wa pili anaenda kupata milioni 2, mshindi wa tatu milioni 1, mshindi wa 4 500,000. Lakini pia tuna mwamuzi bora wa mashindano anapata 100,000, tuna mfungaji bora anapata 100,000, tuna mwamuzi bora pia anakwenda kupata kiasi cha shilingi 100,000, na timu yenye nidhamu pia inakwenda kupata shilingi 100,000. Kwa hiyo Mheshimiwa mbunge tunampongeza kwa kuendesha mashindano. Tuombe wadau mbalimbali wajitokeze kwa wingi kwa ajili ya kusapoti na kushiriki, na niziombe timu ziendelee kufanya maandalizi, kwa sababu mbunge tayari kwenye kamati ya maandalizi ameelekeza kwamba zawadi zote ziko tayari kwa ajili ya kuzikabidhi timu ambazo zitakuwa mabingwa wa mashindano haya ya Mwamengo Jimbo Cup 2026. Na kauli mbiu yetu ya mashindano ni amani yetu maendeleo yetu. Kwa hiyo kita Mwamengo Jimbo Cup, amani yetu maendeleo yetu. Asanteni.